Yes, shalom watu Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena kwenye kipindi chako cha safari za Injili. Niko na Pastor Bright Mahende hapa siku ya leo kuweza kujua safari ambazo amekuwa akizifanya za Injili, na mara kadhaa amekuwa akitoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kuhubiri Injili kama Biblia inavyosema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Shalom sir. Shalom. Ni matumaini yangu ya kwamba uko vizuri na haulalamiki. Ninamshukuru Mungu, amenipa neema na afya tele. Yes, na moja kwa moja umekuwa ukifanya safari nyingi sana ambazo ukienda mataifa mengine ya watu wengine nje ya mipaka Tanzania kwa ajili ya kupeleka neno la Bwana. Na tunaamini kama ni agizo la Mungu kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Na mafuta hayo ya kwenda ulimwenguni kote Mungu amekupatia. Na nataka leo tuzungumzie kwenye zile nchi ambazo umekwenda ambazo ni nchi zenye vita. Ni kwa namna gani ulifanikiwa kwenda huko na ukapeleka neno la Bwana. Lakini kabla hujatupa changamoto ambazo zipo kwenye hizo nchi zenye vita, namna gani ya kufanya Injili kwenye hizo nchi, nataka kujua ni wakati umepata mwaliko wa kwenda Sudani Kusini, kwa sababu ni nchi ambazo zinajulikana zina machafuko, ni nchi ambazo zinajulikana zina vita. Wakati umepokea ule mwaliko, binafsi wewe ulijisikiaje, na ni kwa namna gani ulijiandaa ukijua kabisa na kwenda kwenye nchi yenye vita napeleka neno la Bwana? Wewe ulijisikiaje na ulijiandaa vipi mpaka ukafanikiwa kwenda kule? Wakati napata mwaliko wa kwenda Sudani ya Kusini, kiukweli ilikuwa kazi rahisi, kwa sababu mindset yangu na fikra yangu, ukisikia Sudani ya Kusini tuna mentality ile ya kuuana, kuchinjana, tulishona movies za Joseph Kony. Kwa sasa hata mimi nilipopokea ule mwaliko, mindset yangu ya kwanza ilikuwa like how can I go there? Napitaje pale? Na nikaanza kujaribu kutafuta watu ambao najua mimi kufika kule. Wananiambia unajua kule bwana ni hatari sana, usiende. Lakini baadaye nikasema kama Mungu amenipa neema, na mimi ni mtumishi wa Mungu, kama kuna wengine wanaishi, mimi nashindwaje kuishi? Kwa baada ya kujitia moyo katika Kristo Yesu na kuamini Mungu aliyeniita atakuwa pamoja na mimi, kwa imani niliamua kusema ninakwenda. Yes, kuna kitu ambacho umekizungumza hapo. Umesema kwamba wakati umepokea ule mwaliko kuna watu ambao uliwashirikisha, na baadhi ya watu ambao umewashirikisha, wengine walikwambia usiende kutokana na machafuko ambayo yapo kwenye nchi, lakini ukajipa matumaini kutokana kwamba kuna watu wanaishi, basi na mimi nitaishi, kama Biblia inavyosema sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo ya Bwana. Naamini ulitumia andiko hilo pia kwamba nitakwenda na sitakufa. Nataka kujua wakati umepigiwa ile simu na umefanya maamuzi ya kwenda, ni vitu gani ambavyo ulizingatia sana, kwamba pamoja na ninakwenda kupeleka Injili, lakini kuna ABC lazima nijilinde mimi kama mimi, au nitambue namna gani nikifika pale nitafanya kitu moja mbili tatu ili niwe salama? Kitu cha kwanza nilichokifanya baada ya kupata simu tu kwamba ninapaswa kuja, kama tulivyo kawaida watumishi wa Mungu tunajiandaa kwa namna ya maombi, lakini pia kujaribu kutafuta taarifa za kiusalama katikati ya nchi ya Sudani ya Kusini. Sababu wakati napigiwa simu ninapaswa kufanya huduma Juba, nilikuwa na huduma Kampala nchini Uganda. Kwa zile tarehe ilikuwa wiki inayomaliza huduma Kampala nchini Uganda, napaswa kwenda Juba Sudani ya Kusini. Sasa kwa sababu nikashapewa taarifa za Juba na kwa kuna wachungaji katika mji kama wa Nimule, napaswa nikutane naye pale kabla ya kwenda Juba. Kwa hiyo nilikuwa sina namna yoyote ya kutumia ndege. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima nikubali kutumia usafiri wa chini, kwa maana ya basi kutoka Kampala kuja mpaka Nimule. Okay. Sasa nilipofika pale Nimule, yani mpaka wa Uganda, nilipovuka tule mpaka wa Uganda, nikajihisi niko dunia nyingine. Juba, Sudani ya Kusini ni dunia nyingine. Ni dunia nyingine kwa maana ya kwamba kwanza kitu kilichonishangaza kabisa, nilipovuka tu mpaka tukaambiwa pa magari hayaruhusiwi kuondoka. Okay. Changamoto zikaanza tu kwenye safari ambayo huko. Changamoto zinaanzia unapovuka mpaka kutoka Uganda kuingia Sudani. Unapovuka tu kuingia Sudani, ile ni dunia nyingine kabisa. Okay. Yani anyway, ni kitu gani ambacho kilikufanya uone ni tofauti mazingira, au ni kitu gani ambacho kilikufanya nionekane niko dunia nyingine? Yani unajua, ni kwa mfano, unajua sisi nchi nyingi duniani unapovuka mipaka watu wanabadilisha hela.
Sasa mimi nilipofika pale, wakati nimevuka mpaka, nilikuwa nikasema kwa sababu kule nakwenda, wenyeji waliniambia tu kule wanatumia sana pesa yao kuliko dola inaweza kukusumbua njiani. Kwa hiyo nikasema ngoja tu nichukue dola 100 nibadilishe ili kule inaweza kunisaidia. Lakini nilipompelea jamaa dola 100, yeye akanipa mfuko kama ya kwetu tunauza mifuko shilingi 300. Kama uliza mfuko wa nini? Akanipa mfuko wa kuweka hela. Yaani ile dola 100 ambayo kwetu kuna kama shilingi 200 laki mbili na kama na pointi fulani. Kule kwa Sudani Kusini ile hela unaibeba kwenye mifuko. Yani ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Unabeba kwenye mfuko. Yani maana yake ni sawa na umebeba kifurushi cha milioni 10 ya Tanzania. Kama umebeba kifurushi cha milioni 10 fulani Tanzania. Na nakumbuka kati sasa nimevuka sisi tumeshaanza, unapovuka unaingia nchi nyingine, kazi yako tu unaonesha passport, labda kadi ya yellow fever. Unajua sisi na Sudani Kusini ipo katika nchi za Afrika Mashariki. Hatuna visa. Lakini kitu cha kustajabisha ni kwamba unapovuka tu pale mpaka unaambiwa kuna kama kadaraja kadogo. Unaambiwa nenda pale utalipa kiasi kadhaa. Ukitoka pale kiasi kadhaa kwa ajili ya kusajiliwa. Ukitoka pale utalipa kiasi kadhaa kwa ajili ya kukagua kadi ya yellow fever. Ukitoka pale utalipa kiasi kadhaa kwa ajili ya kugongewa muhuri. Sasa unajiuliza sasa mimi visa silipi. Niko immigration. Hii hela nalipa ya nini? Unaambiwa wewe bwana usiulize. Kama unataka kuenda safari, lipa. Lazima ulipe. Uende. Kwa yani baada ya kulipa pale na kuchangia vile, tukafika sehemu fulani. Tukafika pale tukaambiwa sasa kutokea hapa kama kilomita 3 utatembea kwa miguu. Gari utaikuta mbele. Kwa tumefika pale kama mida saa 1, tukaambiwa pa gari haziruhusiwi kuondoka mpaka saa 3 kamili. Kwa tukakuta mabasi mengi yamepanga foleni. Hatukujua na sababu ilikuwa ni nini. Mwanzo hatukujua sababu ni nini. Na mimi kwa sababu sikujua sababu ni nini, kwa nikaona kwa taratibu za kawaida zinaingia nchi mpya. Kwa nikaanza process za kusajili laini yangu ya Juba pale ya Sudani Kusini pale. Kitu kingine kilichonishangaza, nilifika sehemu fulani sasa sinataka asubuhi nile. Nikaagiza bwana naomba mletee kama kibongo tulivyozoea, bwana niletee supu na chapati. Sasa ile supu na chapati imekuja, yani ni chapati fulani hivi imepikwa, imewekewa mayai, alafu imekatwa vipande, alafu supu imemwagwa ndani. Hiyo ndio chapati, supu na chapati ya Sudani Kusini. Yani ukifika Sudani Kusini ukasema mimi bwana naomba supu na chapati, yani utatoa chapati imekatwa vipande na supu imemwagwa ndani. Sasa ni supu ya nyama au ni supu ya viazi bwana ajua. Kwa hiyo anyway, sasa kwa sababu mimi ni misheni na sisi unajua misheni, tuna kanuni ya misheni mkuu ambaye ni Paulo. Anatuambia ukienda kwenye nchi ukikuta kitu watu wanakula usiulize, wewe kula. Mimi nikala. Sasa kitu cha nishtua zaidi, tulipotaka kuanza safari sasa, ile imefika kama saa 3 kasoro dakika kama 15 hivi, wanatuambia ingia kwenye magari, lakini wanasema siti za mbele zile 2 hakuna mtu kukaa. Nikaanza kwa nini tusikae? Watu wamepita wamekaa zile siti zibaki wazi. Ilipofika saa 3 kama kasoro dakika 2, nikaona kundi la wanajeshi wanakuja na silaha. Kwa hiyo wanajeshi wanakuja na silaha, kila wanajeshi wanagawana wawili. Wanajeshi wenye silaha nzito wanagawana wawili. Kila wanajeshi wawili wanaingia kwenye gari moja. Na mnapoanza safari zile gari zinatembea kwa msafara. Yani mabasi yote yanaondoka wakati mmoja. Na kila basi lina askari wawili. Na unajua changamoto pia hii njia niliyopita, unapofika Sudani ya Kusini, kwa mfano mpakani pale mwa Uganda, wakati unaenda Juba, ile sehemu ndio alikuwa anatawala jamaa mmoja Joseph Kony. Joseph Kony alikuwa ni mkuu wa waasi miaka ile ya nyuma, ambaye alikuwa ni muuaji mkubwa sana. Sasa ukiangalia mitaa ile, yule Kony ametawala kwa muda mrefu sana. Sasa kwa sababu lile eneo lina ulinzi mkubwa sana. Kwa sababu ile gari ilipotoka pale stendi, tulipofika kama tumetembea kama kilomita 3 tu, tukakutana na beria moja kubwa sana. Yule kondakta yule basi akaniambia, bwana najua wewe ni mchungaji. Lakini hapo anajua wewe ni mchungaji, ulikuwa umeshajitambulisha kwamba wewe ni mchungaji? Pale Kampala. Waliniambia mchungaji, sasa unaenda Juba, unaenda Sudani ya Kusini, na wewe si Sudani Kusini, kuna vitu kadha wa kadha njiani. Yani walinifanyia kabisa
training kwamba nitakutana na nini na nini. Kuna kitu gani ambacho kinaweza kutokea njiani? Kuna kitu gani kinaweza kutokea njiani. Kwa aliniambia kabisa, bwana, ukifika sehemu kule Beria, kule Juba, kule Sudan Kusini kuna beria nyingi sana. Kwa nilishaambiwa kwamba kila beria unatakiwa kutoa hela na una option ya kunegotiate. Yaani utakachoambiwa toa, unataka kufanya. Utafanya. Sasa wewe kwa sababu ni mchungaji utaamua aidha ushoke ukanegotiate na askari au wape askari wako ndani wakanegotiate. Na changamoto pia nilipoingia kwa lile basi, tulipofika pale ni mule kutoka ni mule kwenda Juba, mle ndani nikajikuta mimi mwenyewe ndio mgeni na wale madereva ambao ni wazoefu, wengine wote ni wa Sudan Kusini. Kwa tulipotembea kilomita chache tukakutana na beria. Kwa ile beria pale wale askari wakaniambia, yule konda akaniambia, bwana, hapa bwana, askari wanahitaji kiasi kadhaa cha hela. Sababu unajua mimi pia nilikuwa naamini nina hela. Kwa sababu nilikuwa na burungutu, sababu unajua ambalo umeliweka kwenye mfuko. Ile burungutu. Lakini sasa ile burungutu pia ilinipa mashaka, kwa sababu picha ilianza tu pale nilipenda pale wakati tu yani niko pale mpakani pale. Wanaambiwa sijui kwenda kukaguliwa, sijui nini 5,000, sijui kwenda kugonga muri 100,000. Sasa hizi mbona zinakatika? Na unajua lile burungutu kwa mfano kama wao 100,000, hela yao kubwa ni shilingi 1,000. Kwa lile burungutu linakatika kwa staili ile. Kwa nilipofika pale jamaa akaniambia, bwana, wewe wape askari hela, wenyewe watakwenda kukugongea kule, sijui na kugongea nini. Na ilikuwa ni kama kiasi gani ambacho walikuomba wapate? Basically range yao ni kwa range ya kule ni kama $50, yani at least $50 kila beli wameandaa, $50 30 kila beli wameandaa. Kwa tulipomaliza pale nipo hapa kama $50, wakaenda wenyewe wakapambana nayo, kwa wakarudi wakaniambia passport yako imepita. Tumetembea masaa 2 beria, ambayo ni beria ya pili sasa. Beria ya pili sasa. Na kwenyewe wanahitaji fedha. Beria ya pili nayo hakuna negotiation bwana, tunakwenda aidha ushuke na mizigo yako, ukaguliwe, uonge nao, wakuruhusu. Nakumbuka Sudan ya Kusini lugha yao ni Kiarabu tu. Wanaongea Kiarabu. Hawajui Kiingereza. Na mimi shida yangu kwamba ninajua Kiingereza, Kikuria, Kiganda na Kiswahili. Kwa hiyo wale mabwana wakafanya vile vile. Lakini kitu ambacho kinanishangaza pia, ukitoka hapa ni mule wakati unaitafuta Juba, hapa katikati kuna magofu mengi sana. Yani hakuna mji mkubwa, ni umbali wa masaa kama 6, lakini hakuna mji mkubwa. Sasa nikaanza hapa shida ni nini? Mbona kama kuna magofu mengi, hakuna miji mikubwa? Sasa hapa ni changamoto ya vita. Kwa sababu ya vita imepiganwa muda mrefu sana na zile jamii za waasi. Kwa hiyo tumejikuta hakuna kinachofanyika. Watu wengi maisha yao ni maisha duni sana, maisha ya chini. Lakini kuna watu hapo wanahubiri Injili, wanafundisha neno la Mungu. Kwa hiyo nimekutana kwa cut short the story, nimekutana na beria zaidi ya 10. Beria zaidi ya 10 njiani. Na kila beria unatakiwa utoe hela. Sasa tulipofika pale Sudan ya Kusini mwisho nikajua labda ndio shida imeisha. Kwa sababu nimeshafika Juba. Wakati tunafika nikasema Mungu, yani wakati nakwenda njiani nasema Mungu, nikifika Juba salama sitapanda tena basi. Kutokana na heka ambazo umekutana nazo kwenye wakati unaelekea, ukajiapiza kwamba hautapanda basi tena. Yani ukiacha tu kwanza ile heka, yani ujue ile ukiacha ile heka, unajua unapokutana kwanza unakutana na mwanajeshi ambaye labda amevaa ndala tu. Alafu unakuta silaha kwanza jinsi alivyo mwembamba na hali alionayo, unakuta yamkini mwingine ile silaha inamzidi uzito. Kwa unajua mtu kama yule ukimwangalia tunasema jamaa atakachokwambia hawezi toka huna cha kujiuliza mara mbili. Kwa tumefika pale, namshukuru Mungu, tukawa tumepokelewa vizuri pale Juba, na tukawa tumekwenda baadhi ya sehemu, na tukawa tumefika tumepokelewa na watumishi wa Mungu, Pastor Elias Seme kutoka kanisa la Karibu kwa Yesu liko pale Juba State Center. Kwa tumefika pale tukapumzika, siku ifuatia tukaenda kwanza huduma. Tulipoenda kwanza huduma, alinipeleka kwenye kamji kamoja, ni sio Juba, sio City Center, ni kama kilomita 10 kutoka Juba mjini. Ni sehemu tu kako sehemu fulani pembeni. Unajua huko Tanzania tuna vitu vingi ambavyo tunaviimagine. Yani watu wana stories za kwenye movie lakini hawana uhalisia wa maisha.
Ni rahisi kukutana mtu akwambia bwana tukiwashe tu bwana, tukiwashe tu bwana, tukiwashe tu bwana, unaelewa? Yani ile ngoma tukiwashe tu bwana. Mungu atupe neema sana, kwa sababu maisha ambayo wenzetu wanaishi dunia nyingine kabisa. Yes, na baada ya kufika hapo Juba na umepumzika siku ya kwanza, siku ya pili, mtumishi mwenyeji ambaye anakupeleka sasa eneo la mji mwingine ambako unakwenda kuangalia huko, nafikiri huko ndo huduma ilikwenda kufanyikia. Ile tu umeshafika na ukapumzika siku ya kwanza, ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakujia kwenye akili kwamba nimefika, lakini kutokana na changamoto ambazo nimekutana nazo njiani ninakwenda kukutana na watu wa aina gani? Yani kuna picha gani ambayo ilikuwa inakuja kichwani? Na hata wakati unaelekea kwenye huo mji ambao unakwenda kuhudumu, kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinakuja kichwani? Actually nilipofika Juba kidogo ni tofauti na kule nilipotoka. Kule nilipofika Juba, kwa sababu tu Mungu alinipa ile neema ya kuweza kuinteract na watu kwa haraka sana. Kwa hata nilipokutana na wale wenyeji, kwa mfano niliposhuka tu pale Juba nikakuta, kwa sababu kwa mfano kama kule hakuna Bolt, hakuna Uber, umeelewa? Kwa hiyo yani ukifika lazima tuchukue taxi ya kawaida. Kuna kukutana na watu wa pale stand, kwa sababu jamaa alikuwa anakuja kunipokea, nilikuwa namkuta mjini kabisa. Kwa hiyo nikachukua tu usafiri wa kawaida, taxi ya kawaida. Wakati tunakwenda sasa tukaanza kupiga story. Kule Juba kuna jamaa fulani, wale jamaa warefu kuliko watu warefu sana. Vile ni kabila la Wadinga. Kwa tumeanza kupiga story, akaanza sasa kunieleza, sasa unajua hapa Juba kuna makabila tofauti, kuna watu wanaongea Kiswahili, kuna watu wanaongea nini. Kwa hiyo maisha ya Juba at least kidogo yana utofauti na maisha nje ya Juba. Na hata pia tulipoenda kufanya, hata pia nilipokuwa naingia mtaani, basically nilipofika, sababu nilifika ilikuwa ni City Center, nilifikia kwenye apartment za kanisa, lakini baadaye mimi ni mtu wa kutoka nje. Kwa hiyo nilipofika jioni nikasema ngoja toke nje niende nikale. Kwa nilipofika kule, kitu kingine, changamoto nyingine kukutana nayo usiku ni kama Zanzibar. Yani unajua ile unakwenda kula chakula kikubwa kule ni mikate. Na mikate ya kule sio mikate hii ambayo sisi tumezoea kula huku Tanzania ya buffalo au ya sparufu. Mikate ya kule ni kama ile mikate ya picha ya Yesu, ni mikate kama chapati. Kama chapati. Kwa hiyo ukioshika hivi wale wenzetu kule Sudan ya Kusini, kwa Juba kwa mfano, nimeona ni rahisi sana chakula chao kikubwa zaidi usiku ni ile mikate na nyama ya kondoo. Kule wana kondoo wengi sana, wanakula sana kondoo kuliko mbuzi na ng'ombe. Kwa ni chakula chao kikubwa sana kule. Kwa hiyo wako very interactive. Actually ukiacha changamoto ya matukio ya vita ambayo sio yanatokea mara kwa mara, lakini kutembea mjini mitaa ya Juba Sudani ya Kusini ni salama kuliko kutembea mitaa ya Johannesburg Afrika Kusini au Durban. Okay. Yeah, kwa maana ya usalama ndani ya mji ya Juba Sudani ya Kusini ni salama kuliko baadhi ya nchi nyingi hapa Afrika ambazo unajua wewe zina amani. Shida ya Juba ni nje ya Juba. Yani ukishakuwa nje ya Juba, ile ni dunia nyingine kabisa. Okay. Kwa maana yake hata kwenye kupambana kwako lazima upambane, uhakikishe unafika Juba. Ndio unakuwa salama. Yani wewe ukitaka kukaa salama Sudani ya Kusini, at least pambana kwanza ufike Juba au ile miji mikubwa. Sasa yani kama una uwezo wa kupanda ndege ukajikuta huko Juba, utakuwa salama zaidi. Okay. Utakuwa na usalama wa kutokujeruhiwa. Lakini hautakuwa na usalama kama una hela pia. Okay. Yani kama una hela, kwa mtu ambaye anatamani kwenda Sudani ya Kusini, kama una hela kidogo, usalama wako unaweza ukawa hatarini sana. Yes, mimi nataka nijue baadhi ya vitu kadhaa hapa haraka kutokana na muda wetu ambao unakimbia kweli kweli. Ni changamoto gani ambazo ulizipata baada ya kuanza huduma? Je, kuna changamoto yote ambayo ilitokea wakati tumeanza huduma, aidha ni kanisani au kwa washirika au kwa Wakristo wa pale ambao uliwakuta, watumishi wengine wa pale ambao uliwakuta? Kuna changamoto yote ambayo ilitokea? Ni jambo la kwanza, utalifafanua. Lakini jambo la pili, nataka kujua maisha ya Wakristo
hapo mjini Juba au Sudani ya Kusini kwa ujumla wanaishi maisha ni ya uhuru, kumtumikia Mungu kwa uhuru, au kuna namna wamebanwa? Kwa sababu tunajua kwamba kuna nchi nyingine ambazo ni nchi za vita, lakini na maisha ya Wakristo wamekuwa wakiishi kwa shida, na wengine mpaka kusoma Biblia hawezi kusoma Biblia hadharani au ndani sebuleni kwake ametulia, lazima atafute sehemu ya kujificha aweze kusoma neno la Bwana. Je, maisha ya Juba, Wakristo wa Sudani Kusini wana uhuru wa kumtumikia Mungu mahali popote, muda wowote, saa yoyote, au kuna sheria ambazo zinawabana na inawalazimu kukosa muda mzuri wa kumtumikia Mungu au kufanya ibada kwa kujificha, kujibana? Wakati wewe umefika, umefanya huduma, ulitazama vipi maisha ya Wakristo wa kule, namna wanaishi na kumtumikia Mungu? Maisha ya Wakristo kwa nchi kama Juba, Sudani Kusini, watu wana mentality ya kufikiri ugumu wa maisha ya Kikristo unapokuwa nchi ya Sudani Kusini. Lakini mentality yao inatokana na kutokuelewa mgawanyo wa Sudani ya Kusini na Sudani ya Kaskazini, kwa maana ya Khartoum. Sudani ya Kusini ni 90% pure Christian country. Yani ukifika Sudani ya Kusini, mji kama Juba, Wakristo ni wengi kuliko Waislamu. Okay. Na serikali inayotawala pale almost ni kama serikali ya Kikristo. Ndio maana hata ukiingia kwenye mipaka mingi ya Sudani ya Kusini kuna ngome nyingi za picha za Kikatoliki. Kwa Sudani ambayo Sudani ya Kiislamu ni Sudani ya Khartoum, ambazo zilivunjika. Kwa hiyo ikabakia Kikristo, ile kabakia ya Kiislamu. Kwa unapokuwa Sudani ya Kusini, una uhuru 100% wa kuhubiri Injili, wa kusoma neno na kufanya kitu chochote kile kama Mkristo, na kuna makanisa mengi na kuna taasisi nyingi. Kama hapa sisi Tanzania tuna CPCT. Hata kule Sudani ya Kusini pia nilipata nafasi ya kukutana na viongozi wa juu kabisa wa Sudani ya Kusini, kwa maana ya taasisi za Kikristo. Na hata sasa hivi pia ninaandaa kongamano pale nchini Uganda pamoja na taasisi moja inaitwa Union Vision Mission. Lakini mmoja wa washiriki ambao tutakuwa nao pia ni watumishi wa Mungu kutoka Sudani ya Kusini. Kwa Sudani ya Kusini milango ya Injili iko wazi kabisa. Iko wazi. Changamoto ya Sudani ya Kusini ni maisha ambayo Sudani ya Kusini mtu mmoja anaishi. Kwa sababu ya madhara ya vita. Sudani ya Kusini ni nchi ambayo ina mafuta lakini hawachimbi wenyewe. Ni nchi ambayo ina madini lakini hawezi kuchimba wenyewe. Ni nchi ambayo ina mto Nile lakini hawawezi kufanya vile vitu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ya umaskini mkubwa uliochangiwa na vita muda mrefu. Lakini swala la Injili na Ukristo Sudani ya Kusini hauna shida kabisa. Na kwa maana hiyo ni kwamba haukupata changamoto yoyote ulipoanza kufanya huduma? Changamoto ya kihuduma haikutokea. Yes, labda kuna mtumishi wa Mungu ambaye anakutazama sasa hivi na kusikiliza, anatamani siku moja atoke nje ya mipaka au elekee Sudan Kusini kwenda kufanya huduma. Ni vitu gani ambavyo unaweza kumshauri ili aweze asipate adha yoyote njiani wakati anaelekea, na ni kwa namna gani ambavyo anaweza kafika Juba na kufanya huduma? Namna bora ya kufanya Injili kwetu sisi wa mishonari ni kutambua maisha halisi kwenye ground, kwenye ardhi ambayo watu wanaishi, ili uweze kutembea nao kwa imani pia. Sasa na unapomshauri mtumishi wa Mungu anayetamani kwenda kufanya huduma kule Sudani ya Kusini, kitu kizuri ambacho naweza nikamshauri cha kimwili, kwa sababu watumishi wa Mungu tunafuatiana. Watu wengine wanakuambia mimi bwana, imani niko na Kristo inatosha. Lakini naweza kumshauri ni kwamba at least uwe na kiasi fulani cha fedha kitakachokusaidia pale unapohitaji kutoa fedha iwepo. Kwa sababu sio kama kwetu sisi huku una uhuru wa kukaa kuvutana na mtu kumwambia story hii unataka nini, hii ya nini. Kwa mfano kama Juba nimekaa wiki moja tu. Lakini nilipokuwa pale airport niliambiwa natakiwa nilipie work permit. Kauliza sasa mimi pale kidogo na mimi nilikuwa mkali, kwa sababu muda ulikuwa umeshaisha. Alafu nishagana na wageni, na unajua sisi tunapotaka kudumu kwenye nchi, unapokuwa masalia aliyobakia yote unakuta ulisha wakabidhi wageni, bwana mimi sadaka yangu ila hapo, Mungu awabariki, mimi naondoka. Sasa nimeshagonga pale, nimeshaingia ndani ya poti, nataka kuingia stage ya mwisho, wananiambia natakiwa lipe work permit. Nikamwambia lipe work permit ya nini? Mimi nimekuja kufanya kazi hapa. Wakasema wachungaji wetu wote hapa wana work permit. No, mimi sio mchungaji wenu. Kama wachungaji wenu wana work permit ni wa kwenu nyie, mimi sina. Wakasema kama, wakanipeleka kwa mkuu wa kitengo cha uhamiaji. Nikamweleza mimi ni mchungaji.
Nimealikwa na rafiki yangu, nimekuja kuhubiri, nimehubiri kanisa fulani. Sasa unaambia nikupe kipamiti, mimi amenilipa. Kama amenilipa ningekata hiyo kipamiti, nimekuja kufanya kazi. Kwa sasa vitu kama hivyo vinatokea sana. Kwa mfano nimefika pale, yule mwenyeji wangu alinishauri tu mapema, akaniambia siku ile ya kuondoka, ni kweli una vibali vyote, umegongewa visa, una kadi ya manjano, sijui vibali vya kuingia mjini vyote unavyo, lakini bado pia unataka tulipe sijui $100. Kuna kitu kingine tena wanaita sijui ukazi wa kukaa Juba. Hata kama umekaa siku moja, hata kama umekaa masaa, hiyo airport uchomoki kama una $100. Sasa lazima unapokuwa unakwenda Juba, Sudani ya Kusini, wewe unajua kwamba kuna hela nyingi zitahitajika nje ya mfumo, na ni vizuri ukawa nazo. Kwa hiyo unapokwenda kule, hakikisha mtu anayekwenda kukupokea ni mtu wa uhakika, ambaye unawake kabisa ni mtu anajulikana au yuko kwenye mfumo. Inapotokea shida anaweza kaisolve kwa kiasi kikubwa. Yani maisha ya pale sio mepesi kama hapa sisi unaweza kusema mimi na sheria na pale mtoto akiamka na jambo lake mpaka mje kumalizana ulishakata siku 5-6. Yes, na huyo ni Pastor Blight. Ameeleza vizuri kabisa tangu mwanzo mpaka mwisho ni namna gani safari yake ya kwenda Sudan Kusini ilivyokuwa, lakini ni changamoto gani ambazo amekutana nazo njiani, na ni kwa namna gani ambavyo aliweza kufanikisha kumtumikia Mungu katika mji wa Juba. Usikose kipindi kinachofuata. Kaa hapo hapo, hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na kushare. Mimi ni Fred Jovit, mpaka wakati mwingine.